Nimekusalimu katika jina la Yesu. Nimeokoka. Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Ninafurahi kwenda mbinguni. Baba wa mbinguni, pokea sifa, pokea utukufu asubuhi ya leo. Oh yes, I love you Jesus. I honor you. I respect you. You are mighty and you are able. I surrender myself to you, knowing that uko na mimi hapa. Baba, nitumie. I surrender to you. Tumia ulimi wangu ama huu mdomo na ufunua. Nena kulingana na mapenzi yako. Jina lako Kristo litukuzwe. Hakuna mwingine kama wewe. Ni wewe jana, leo na hata milele. Pokea sifa. Ongea kupitia mimi. Bariki huyo ambaye ananisikiza. Na ni katika jina la Yesu nimeomba na kuamini. Amen. Brethren, hii ni siku nyingine njema. Mwenyezi Mungu amenipea kibali. Ninene mawili matatu na tubarikiwe pamoja. Well, in regard na ile ndoto niliongea kuhusu siku mbili hapa imepita, nimekuwa na machozi mbele ya Mwenyezi Mungu. Although sisemi idadi ya 25 ni dogo, and nikilinganisha humamai katika presence ya Mwenyezi Mungu. Kabla sijaenda sana, nisisahau Kristo ananisihi nikusihi wewe, and especially men. Kristo akanionyesha hivi: wale watu wengi wanakufuata kwa mtandao. Kuna wengine wanatuma sadaka zao, kuna wengine wanatuma tithe, kuna wengine wanatuma all sort of gifts. Kristo akanisaidia hili jambo moja. Nikumbuke hii: sio watu wote wanakuja kwako ili waende mbinguni. Hii ni kitu inanishangaza. Sio watu wote wanakuja kwako ama wanasikia sauti ama wanatii. Kama ni fungo la 10 wanatoa. Sasa nisiseme kwangu sasa. Hata makanisani, hata mahali pote tuko. Nishaiona Muislamu ambaye huwa anajificha, anaingia kanisani na anapatia mhubiri fungo lake la 10 na ni Muislamu. Sasa nilikuwa nafikiri ni hapa Majengo. Huyu Muslim alikuwa anajua kuna siri katika kutoa fungo la 10 na all this. Sasa ile kitu alikuwa anafanya, juu yeye anataka baraka, anajificha, anaenda chini, anatafuta mhubiri, wanakaa naye, anamwambia hii ndio fungo langu la 10 na ni Muislamu. Enda uipeleke kwa madhabahu, alafu mbarikiwe. Sometimes wakati ako na uwezo ama ako na wakati, anajifanya anaenda kutembelea yule mhubiri katika, unajua kuna hii kuenda kuona watu kanisani maybe Wednesday, Thursday ama katikati ya wiki. Huyu jamaa alikuwa anaenda kwa yule mhubiri, asifu tu ni rafiki, wanaongea, wanaingia. Najua ile fungo la 10 mahali inafaa kupelekwa, anapatia huyu mhubiri. Ile kitu naye inaelezewa lazima ipatiwane ikiwa pale kwa madhabahu, naye anatimiza. Now, huyu mzee alikuwa mjanja. Alikuwa anapatia mhubiri fungo la 10 na anamwambia, juu sitaki sana nijulikane, chukua hii na uende naye madhabahuni. Na ikawa amebarikiwa. Sasa hapa Kristo akanisaidia. Sio watu wote wanakuja katika ile umbrella huko wanatoa fungo la 10 ama wanatoa chochote kile concerning finance, ambao wanakuja kwako ili waokoke. Sasa nikiangalia hili jambo linakosa kuingia kwa mawazo yangu, sielewi. Akaniambia sio wote wanakuja kwako ili wakunje mbinguni. Kuna wengine wanakuja kwako maana ninataka niwabariki, breakthrough ya utajiri wa hapa duniani. Ninaangalia maana utajiri wapewa aliyekoka na yule ambaye hajaokoka. Kuna mtu anataka, Mwenyezi Mungu anataka kutoa kwa umaskini, anamdirect kwa platform ama kwa kanisa fulani. Anamuelezea enda upeleke hii na hii huko. Hata hajaokoka, ni dream tu. Na kisha akikubali kutii, anakuja
anatoa fungo la 10, anatoa sadaka yake na anaendelea na anabarikiwa. Sasa wakati Kristo ananisaidia, sio wote wanakuja wanatoa kwa ile platform iko ama makanisani wanaenda kutoa fungo la 10. Wengi wanajua siri, wanajua breakthrough ya utajiri lazima iwe faced, lazima uface. Ukitaka kuendesha gari usiku lazima iwe na mataa. Huwezi endesha bila mataa. Sasa huyu anajua kuhakisha mataa kwa giza ni kutoa fungo la 10, ni kutoa sadaka, ni kutoa hii. Unapatana na mtu hata hajaokoka, akikuona tu anakuambia mhubiri, unaweza enda ukikunywa chai. Hii ni shilingi 200 500. Sasa hapa Kristo akanisaidia. Sio watu wote wanakuja kutoa kwako ili watoe waingie mbinguni. Wengine nimewa direct kwako ili juu ninataka kufanya breakthrough ya utajiri kwao. Nijuge hata niseme nini? My desire ni watu ambao wanasimama na mimi ama wale ambao wanaenda kwa makanisa kutoa fungo la 10 na sadaka, kuna ile sacrifice all sort. Watoe na wakubalike. Sasa hapo Kristo akanisaidia. Yeye ndiye anajua. Yeye ndiye huwa anaangalia. Maana kuna huu mfano wa mtu mmoja kwa Biblia ambaye alitoa mali yake akawa anapatiana maskini, akawa anapatiana mali yake mpaka Mwenyezi Mungu akiwa biguni akaona kutoa kwa huyu jamaa, akatuma malaika akamwambia, "Ebu nenda on top ya hii kutoa kwake muongeze salvation." Sasa wakati nilikuwa naona kwa hii ndoto tukiwa, yani wakati huyu mama alinielezea katika hii ndoto tulikuwa watu kama 25. Nikauliza wanaume wako wapi? Kidogo tu. Kuna hiyo mwangaza mingi ambao nasikia inatoka juu yangu hapa. Nibakishe stima moja mbele. Anyway, hiyo ni top up. Sio watu wengi wanaenda makanisani ili watoe, ili waokoke. Ili watoe, ili nini? Wengine wameletwa na Mwenyezi Mungu katika kutoa ili wabarikiwe. Na wengine wanaongozwa na Mungu. Juu ukiangalia huyu jamaa ambaye alikuwa anapeana mali yake, hakuwa anaenda kupeana ati anaenda kutoa ili kwa sababu anamjua Mungu. Alikuwa anasaidia tu. Lakini Mwenyezi Mungu akaona hii kutoa kwake imezidi. So Kristo akanisaidia. Sio watu wote wanakuja kwa kanisa ili waokoke. Kuna wengine wanakuja ili watoe wabarikiwe. Niseme aje? Now, sasa hapa ndio ninasihi Kristo. Hata kama ni hivyo, wale ambao wanaume ambao tunaongeaga na hao kwa WhatsApp through wamenijua kupitia hii platform, wengine wanatoa fungo la 10 na wengine wanatoa sadaka, wengine wananiambia chukua hii peleka kwa nyumba ya children's home na uiweka mafuta, all this, nunua airtime, kura iwe ni ya sapa, all gifts. Sasa nikawa naelezea Kristo, nina request at least 70% ya wanaume ambao tunaongea na wao kwa hii platform niko. Maana kuna wale wana communicate moja kwa moja, kuna wengine wanatuma pesa kwangu hawaongei. Nikaelezea Kristo, ikiwezekana mapenzi yangu ninaomba angalau neema ya kipekee iwe maishani mwao, uwaongeze tu wokovu. Na unajua sasa wakati Kristo anaangalia, unajua mimi sasa kuna kwingine huoni, juu sio lazima nione wakati wote. Yeye akiangalia anaona huyu na huyu na huyu na huyu anafaa. Lakini nikawa na request at least 75% ya wale wanaume ambao wana communicate na mimi. Maybe mtu atanielezea chukua hiyo uende uweke gari mafuta. Angalau 75%. Mwenyezi Mungu awahurumie na apatie tu kibali waweze tu kukaa vizuri kwa wokovu. Angalau majina yao yaandikwe kwenye kitabu cha uzima. Na akaniambia request granted. Now I say to you gentlemen, wewe ambaye unajua huwa tuna communicate, unasimama na mimi, unafanya ABCD katika kutoa, my request to our Redeemer Jesus Christ was granted unto you. So jua hii, kado yako Kristo wako na anataka tu ukamilike, angalau uingie mbinguni. So wakati nilikuwa ninafanya hii request mbele ya Mwenyezi Mungu, you know, Kristo mpaka saa hii ananidhibitishia ni possible. Request granted.
but decision ni wewe. Sasa concerning brothers ndio nimeongea hiyo, mbarikiwe. Na concerning wale ambao wanatoa ili wabarikiwe, wabarikiwe sana. Maana kuna wengine hana kipawa kuhubiri, hana kipawa kufanya kazi yote mbele ya Mwenyezi Mungu, lakini wamepewa so calm giving to na faith, alafu na kujuana na Mwenyezi Mungu in that calm manner. Wengine wamebarikiwa na Mwenyezi Mungu. Lakini akanielezea a big number ya watu ambao wanakuja makanisani ama ambao wamekuja katika platform yako wakiwa wanatoa ama wanasimama na wewe, wengine nataka niwabariki financially. Siku ana kusema, maana mimi kwangu ninaamini wakati ninataka nikamilike, ninakuwa mwaminifu kutoa fungo la 10, kutoa sadaka ya kujitakia, sacrifice and all this. Huwa ninatoa ili nikamilike, angalau nielewane na Mwenyezi Mungu. Na Kristo akanionyesha hapa, wengine wanatoa ili wabarikiwe, na wale ambao wanatoa ili wabarikiwe wanabarikiwa. Simbarikiwe katika jina la Yesu. Anyway, unajua sometimes nimekuja kujua hapa duniani hakuna haraka, isipokuwa ni sisi tunaona kama kuna haraka. Hakukuagi na haraka. Sometimes hakuna haraka. Juu unaenda wapi? Kama umepewa miaka 50 na Mungu hapa duniani, utakaa hiyo miaka mpaka iishe, na hakuna kitu itakutoa. But kuna hii tunaita premature death. Hiyo ambayo Mwenyezi Mungu anasema, angalia sana usikufe kabla haujakamilisha yale ambayo nimekuagiza. Brethren, sio watu wote wanakupea pesa wazuri. Muelewane hii. Kuna mtu utaambia problem yako akupee shilingi 1000, na maana umeenda kwake ukiwa na shida, inakuwa hiyo pesa si safi, na unaanzia shida hapo. Tuko na msichana ambaye ako na issue na kufanywa transplant, ni sister in law. Wakati moja akiwa anatafuta pesa ili sitoshe ya dialysis, maana alielezewa uko na problem ya kidney, dialysis lazima, na ni ile dialysis kila wiki ni 1500. Sasa katika ile kushagisha ile, akakutana na jamaa moja ambaye alikuwa mkubwa hapa Kenya, na huyo jamaa mpaka siku ya leo ako hai, anaendaga na gari kubwa na hajaokoka. Alikuwa mkubwa nchini Kenya. Sasa katika spirika hizo saa kina na huko sijui na kina Thika Road na sijui wapi, sijui ilikuwa Thika, sikubuki, sijui vizuri, na maybe akapatana na yule jamaa na akampea shilingi 10,000. Alipompea shilingi 10,000, mimi niliteta juu nilikuwa nimemuona huyo jamaa katika maono, na Kristo akanielezea. Wakati nilimuona huyu jamaa ilikuwa wakati wa Moi. Kristo akanielezea, mnasemanga Moi ni ABCD, sijui Moi ni devil worshiper. Kristo akaniambia hapana, Moi si kiongozi wa devil worshiper. Ngoja nikuonyeshe ni nani kiongozi. Akanionyesha. Na huyu jamaa mpaka wale wako hai. Na in fact sio mtu mkubwa, ijapokuwa wakati mmoja alikuwa na kiti ama cheo fulani katika serikali ya Kenya. Alafu baadaye akatoka. Lakini mpaka wale huyu jamaa ako na ni tajiri. Sasa huyu msichana akapewa shilingi 10,000. Na juu wale ma politician tunakuaga na wao wengi wanapenda kupeana maybe 5,000 10,000 hivyo. Moyoni alipokuwa anaenda kule, walikuja na nikajua baadaye amepewa pesa. Nikasema, "We, sikumwambia, shida imeanzia hapo." 10,000 huyu msichana anapata mtu wa kumfanyia kwa kumsaidia na kidney. Wakati tu amemaliza testi zote, test ya mwisho ile ambayo unajua sasa daktari anakuja next month, kuna hiyo wanafanya ya mwisho inakuaga sijui ni ya 30 days, anapata mtu wa kumpatia kidney. Hizi zingine zote kuanzia process 1 mpaka ikiwa imebakia moja ili daktari akuja amfanye transplant ya mwisho inakataa. Sasa amefanya hivyo mara 3, na hii tunaongea na yeye December atafanywa transplant, lakini mara 3
mara inakuja mwenye kumpatia kidney, dakika ya mwisho, test ya mwisho inakataa. Unasikia dakika ya mwisho ile kadi alikuwa ya insurance wanasema hiyo pesa umetumia mingi na nini, hatukulipi, na saa hiyo transplant imebaki kama 20 days ama 30 days inakuwa cancelled. Mara mwingine anakuja anamwambia mimi ni mtu fulani kwa serikali, goja nikuigize kwa kadi yangu nikusaidie. Ikiwa imebakia kidogo, yule mtu ana jamaa anabadilika, baada imebaki tu kama miezi 2 anasema hapana, kwanza nipe pesa fulani hii kitu, inakuwa cancelled. Sasa hii ni mara ya 4 sasa anaenda. Nafikiri kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu atafanyiwa transplant hii December. Lakini the issue is here. Kuna mtu alimpea shilingi 10,000 na si wa Mungu. Pesa nyingi mnaona si nzuri. Na hapa ndio ninaingia kuelezea hivi. Kama wewe umeitwa na Kristo na umetoka ushago, sometimes ukikuja maisha ambayo yako hapa Nairobi, maisha matamu, sometimes unadanganyika na unadanganywa. Maana angalia, unajua mimi kwetu hata kama tulikuwa matajiri, wakati huo akina Moi hakukuwa na hiyo mambo mingi ati kwenu kuna TV, kwenu kuna kiti mzuri, kwenu kuna dining table, kwenu kuna sitting room, kwenu kuna kitchen special, kwenu kuna show ya nyumba yenyewe ilikuwa kwa watu kwa tunaitumia maji juu haikuwa. Sasa hii maisha sasa ningelitokea mahali ningelienda bali ni kama magumu, hoteli ni ile niende niitishe chai na madasi. Na sasa hapo ndio sasa tukilikuwa tunatokea tukienda kanisa Sunday, unaenda ka pale shopping center kwetu magumu. Ile kitu ukekula useme nilikuwa ni chips na soda ya Fanta ama soda. Ukiwa umeshika hivi. Now soda ya Fanta. Na kitu kingine kalikuwa kanawekwa kwa maji, kanakaa kama particle. Kalikuwa ukikaweka kwa maji, kalikuwa kanakaa kama particle. Ulikuwa unakaigiza tu kwa maji hivi glass moja, kanashamuka, kanatoa hiyo rangi ya orange. Ndio hizi juice tunakunywa siku ya leo. Ilikuwa inakuja samani, ilikuwa kama particle. Sasa hiyo kwa mawazo ya watu ambao wametoka ushago. Unajua simu ninaonaga nikiingia kwa simu inaniandikia format. Sasa juu ya ujinga kusema format nikawa nafikiria ni kutengeneza. Sasa ikiniuliza format maybe hiyo ni majina wale watu wote nimeweka hapo, inaniuliza format, ninafinya. Sasa kurudi nyuma kwenda kuangalia wale watu wote nilikuwa nimesave wameisha, imefutika. Sasa nikaa nauliza bibi yangu, kwa nini ikifika hapa format nikifinya sasa format sikuwa najua juu sijasoma format. Nikaangalia nikasikia hii jina format ni kama kutengeneza, lakini ni kuharibu. Sasa nikitokea kwetu ushago niende shopping center ya kwetu, ile kitu ningekula na chips haikuwa kitu juu kwetu tulikuwa tunaletewa mafuta na baba mikebe kubwa. Sasa chips haikuwa shida, lakini soda wiki kwa hoteli ukunywe soda na madazi kubwa, maana madazi haiketengenezwa nyumbani. Na ndio unaona jana nikaenda kutembea mahali na kukatokea huyu mama moja, tulikuwa na bibi yangu, niliendea bibi twende tumtembelee huyu madam. Sasa tukapata akiwa na wageni. Kati ya wale wageni wawili, mmoja amepewa kipawa ya kuimba, ni gospel singer. Lakini katika discussion ni kama ninaona kama hatushikani na yeye, maana sometimes memory yake inaenda, na mimi nikimwangalia ninaona mawazo yake haiko pamoja nasi. Sasa nilimuuliza mara ya kwanza, kwa nini hauko pamoja na sisi? Anacheka tu. Tukakaa tena nikaona mawazo yake tena imeenda. Nikamuuliza what is it? Ni nini? Kwani ni nini? Sasa mpaka sasa nilipo sasa, unajua ni wale watu hawaongei, lakini ni wale wa kusikiza tu. Hapo tu amefurahi anasikiza, haongei. Na mimi unajua mimi na kuongea ni number 1. Na mengine nikiona ni shida nina confirm kutoka kwa bibi yangu. Juu yeye anajua Biblia kunishinda. Sasa namjue hii nywele hii ya white. Unaona hii ninatoa hizi nywele.
Kwa maandiko inasemaga wakati uko na nywele ya white ni crown kutoka kwa Mungu. Sasa wewe paka dai tu. Hatuko pamoja na hamuko pamoja na Mungu. Ni crown. Crown. Sasa Mwenyezi Mungu wakati amekupea nywele ya white yote ama uko na nywele ya white na yeye ndiye amekupea hiyo crown. Sometimes Kristo anatuma malaika wakuja watembee na anaelezea kuna watu nimeweka huyu na huyu crown. Hiyo nywele ya grey. Huyu na huyu nimeweka. Ni maandiko Google. Mgugu hiyo. Ni maandiko iko somewhere. Hiyo nywele ya white, hiyo ya grey, maana si white tunaitaka white, hiyo nywele ya grey. Maandiko inasema ni crown. Na hiyo crown inatokaga kwa Mwenyezi Mungu kulingana na ile umekaa hivyo. Si kama wewe uko na nywele nyeupe na Mwenyezi Mungu amekupea, ameweka hiyo juu yako kama crown. Alafu wewe unaenda unaifanya dai. Wakati Mwenyezi Mungu anatuma malaika, anakuja na ile kofia anamuelezea, enda uweke huyu sasa crown hii awe na nywele ya grey, ni hona. Nayo akibia saa yote saruni wapiga wafanya dai. Siongei. You know, nilikuwa wapi? Nilikuwa hapa kwa msichana ambaye mama si msichana. Akawa haongei, lakini dakika ya mwisho akafunguka akaanza kuongea. Akasema na ni gospel singer isipokuwa hajainuka. Akasema, "We, siku fulani nilikuwa nasikiza 8 ni radio hii inaitwa Radio Jambo nikiwa nimelala. Dakika hiyo shetani akanikujia. Hakuwa anajua ni shetani, aliona tu kama mtu smart. Na niwaambie kama kuna mtu handsome, Kristo namba 1. Lakini tukienda huu upande mwingine wa shetani, kama kuna handsome, in fact muite shetani. Shetani ule mwili alikuwa naye wakati alikuwa anafukuzwa mbele ya Mwenyezi Mungu. Alikuwa ni kama kijana wa miaka 20, brown, mwenye nywele ya black ambayo si kubwa. Yaani huyu jamaa akikutokea ukiwa haujui Mungu. In fact ukimwangalia hivi hata ukiwa mwanaume unaona. Nasikia machozi maana Kristo hapa nyuma yangu. Anyway, huyu mwanaume huyu sasa mama akasema alikuwa anasikiza ghost ya sijui na nani Radio Jambo asubuhi tu. Sasa akawa ameshoka akafikiria jiwekee kwa kitanda kidogo. Ghafla huyu mwanaume akaingia kwa kitanda. Sasa wakaanza kumbishana na maongeo, lakini anaona ni mwanaume very handsome. Anyway, na kisha wakasubuana, huyu jamaa akawa anamuelezea, "Muashe Yesu ubarikiwe. Muashe Yesu, kwa nini unamfuata Yesu? Na ujue Yesu, shetani hamtukani Yesu. Sisi wanadamu ndiye tuko na ujinga." Kama ingine nimeona video inasuguka hapa ya Mukurino kutoka Central Province, anasema tumuashe Yesu. Ati ujinga ulianzia wakati tulikubali Yesu Kristo aingie kwetu. Mukurino tu fulani video inasuguka na wengine wanasema dhai. Mtu msima ako na kiremba, yako na white kiremba tunaita Wakurino. Hiyo video inasuguka sana nchini Kenya. Na kwa mitandao anasema Kristo, wakati tu Kristo alikuja ndio ati tulianzia ujinga. Na unasikia watu wakisema na endelea dhai shindwe hii. Sasa Kristo alikuja ndio na akatuletea hizi amri. Huyo ambaye huku mnataka turudi amri ni zipi tutafuata ama tunamfuata nani? Kama maana mkikataa Kristo siku na yule anafaa kufuatwa ni nani huyo? Opposite ya God ni Satan. Opposite ya God ni Satan. So if you are not in Jesus, you are uko kwa kingdom ya Satan. Hizo ni kingdom mbili. Ni gani wewe unafuata? Kama wewe ni yule mmoja ambaye unasema Kristo alikuja na hatufai kumfuata, tuelezee wewe unavaa tufuate nani? Maana opposite of God is Satan. Maana kingdom ni mbili tu duniani na biguni. Kingdom ya shetani na kingdom ya Mwenyezi Mungu. Wewe waifuata ipi? Sasa huyu mdanda akawa anatuelezea. Wakati wanashidana na shetani akauliza shetani, "Unataka nini?" Akamwambia, "Ninataka kulala na wewe." Huyu mama niongee tu hivyo tu. Alisema, "Kulala na mimi tu, si ukuje." Na akamfungulia miguu. Alipomfungulia miguu, ujue Kristo naye ni nani? Ati akasikia nguvu imetoka juu ikamwambia, "Hapana, kataa katika jina la Yesu." Alilitanja tu. Yule jamaa akaanguka bali. Sikia hii.
Baada ya mara ya kwanza, huyu shetani akarudi mara ya pili. Na sasa aliporudi mara ya pili, alikuja akiwa na wanaume wawili wamebeba black briefcase na suti za black na tai ya red. Nafikiri ushaisikia habari ya hiyo. Akaja huyu shetani akamwelezea, "Siwashane na Kristo nikupee mali yote." Ikawa anavutana. Dakika ya mwisho huyu dada alikuwa anasema, "Nilikuwa ninatumia katika jina la Yesu, ninashika na mshuna." Wakati anamshuna hivi, mpaka wale ambao wako na briefcase wanasikia mahali anashunwa, wanasikia uchungu. Finally alifaulu. Let me show you this, my sister, my brother. Wakati uko na gift ambayo imetoka kwa Mwenyezi Mungu, shetani huwa anaidana na wewe. Na ile kitu atakuletea mingi ni pesa. Ndio sasa unaona mimi nimekuwa nikikuelezea habari ya kwetu ushago. Tungelienda shopping center, mimi ninunue soda, ushago. Hiyo kitu kingine ni chips. Na hiyo ndio watu wanadanganywa nayo. Sasa mimi kama mtu ama msichana amepewa gift na Mungu, ametoka ushago. Na ndio ninaambia mujiangalie. Anatoka ushago, anakuja Nairobi. Alafu ukipatana na majamaa ambao wale walikataa Yesu, ambao walianguka, hata wengine politician ama wengine tu ni watu wako na mali. Ukiwa kasichana ka aina ile, think about this. Huyu shetani alikuwa anatembea kwa huyu mama. Safari ya pili alikuja na wanaume wawili wako na briefcase. Kila mmoja wako na briefcase. Na siwashada na Kristo nikupatie utajiri. Sasa wakati wewe umetoka ushago na kwenu nyumba ni ya nyasi, ni ya mabati, ya kaa tu, unakuja Nairobi, unapatana na akina wanaume unajua mimi hii kwa akili yangu sijaifika, na huwa sometimes ninasikia sijaifika hiyo kiwango. Ati unaingia kwa hoteli, unapata mesa imepambwa, ama tuseme tu ile kitu unaonanga watu wanasema twende party, na ile party organized. Ukiingia kule unaangalia vile kumepangwa na vile watu wamekaa, unaona tu anashine. Sometimes kwa sababu ya sijui ni vile sijaifika kule, sometimes huwa ninaangalia kwa bali, ninaona do I deserve this? In fact huwa ninaenda harusi, juu harusi ndio inakuaga na mambo ya aina hiyo. Sasa katika ile hema unasikia hii hema ni ya familia, hii ingine ni ya watu wote, hii ni ya wahubiri. Unajua mimi ni evangelist. Na mimi ni mhubiri. Sasa ukielezewa mahali wahubiri wakuja hapa ndio sehemu ya wahubiri. Nikiangalia wale watu wako pale, nasikiaga sitaki. Sasa sijui ni kama hiyo kitu ni kitu maishani mwangu haijawahi ingia, sijui. Juu nilitoka kwetu ushago nikakuja hapa Nairobi. Na nilipokuja hapa Nairobi nilikuja Runga. Kwa advance kidogo nikakuja Kayole. Lakini maisha ninajua maisha ni mazuri. Nikakuja Kayole. Mimi silalamiki na niko okay. Lakini ujue ni Mungu aliniambia nikuje hapa Kayole. Na aliponiambia nikuje, kulikuwa na estate mingi. Nilipokuja nikaingia Runga, muda tu Kristo akani Kayole. Na nikakuja na nitoke akitaka. Nao siku hapo, nilikuwa hapa kwa tumeenda harusi. Ukiangalia vile evening party ama wakati tunaenda kukura sasa, unaona upande ule wa sometimes nasikiaga I don't fit. So sometimes sasa nikienda kule huwa ninanyamaza tu. Sio kwamba siwezi ingia nikae na wengine, lakini kuna hiyo kitu ndani yangu ambayo Mwenyezi Mungu hajafikisha pale. Na sijui kama ndio hii kitu ambayo imesababisha niweze kushikilia kwa wokovu vizuri namna hii. Maana sasa huwa ninaenda, unajua sasa mkiitwa mtoe gift lazima muende pale nyote pale mbele mahali msichana wako na bibi harusi. Na sasa wakati ninapita katikati yao nikipeleka gift yangu, nikiangalia hema upande huu na upande mwingine, nasikianga sio ati sijafika, lakini sielewi haki. Sasa huwa ninasubuka. Na juu nyakati mingi ningelipenda kuwa katika hiyo mambo makubwa, nilikuwa ninapitia kanisani. Lakini yule ninashikana naye tuingie vizuri kanisani, nisikie niko na freedom. Hata serving in church niwe ninahudumu. Unaona disappointment inakuja, maana maybe kuna mtu tu atatokea katikati ya wengine. Maybe huyo mhubiri ambaye unampenda anaona hufai. Sasa anaanza kukupiga.
Sasa katika ile kukupiga ujue hata kupea comfort kule. Sasa katika hali ya kupigwa sana nikawa na ni kama uoga. Sasa na juu nililelewa na babangu akiwa ananidharau. Brother zangu ni yule atakuwa ataniambia, kuna mmoja aliniambia, "Hii mapua yako unaendanga ukiwa umefungua namna hii." In fact, hiyo statement huwa ninaikumbuka mpaka leo. Na nilikuwa mdogo. Sasa tuko naye. Lakini huwa nakumbuka hiyo statement na nasikia machozi. Sasa hii mapua yako unaendanga umefungua namna hii. Hii mdomo yako unaendanga umefungua, huwezi funga mdomo. What do I say? Juu ya yale mambo ambayo nimepitia. Sometimes inasababisha nisiingie haraka kwa mambo. Hiyo kujizuia hiyo, slowly by slowly. In fact, wakati wangu wa kwanza kuongea na msichana vizuri, tunakaa tunaongea, ilikuwa ni shinda. Acha huyu aliniambukisha ugonjwa juu yeye alikuwa anajua ile kitu anataka. Alikuwa ananipeleka hata bila kuongea, na kuja anaongea na nifanya hii na hii na hii na hii. Siongei juu mimi ni muoga. Kwa nini ninaongea hii maneno yote? Wewe ni msichana na uko na gift. Ninaongea habari ya wamama maana ndio wanaharibiwa. Na vijana siku hizi, umetoka ushago, uko na gift. Umekuja urban. Sasa mahali kama Nairobi, unataka ile kipawa yako iinuke. Naye shetani anakupagia from the word go. Sasa kuna msichana mmoja nilisikia mahali akitoa ushahuda. Yeye anakuaga Inoro. Sometimes anakujaga Inoro yeye. Ndio na mangu wale wanakuwa Inoro TV. Siku moja akitoa ushuhuda bahari tu kwa sisi platform hizi tu kama hii yangu. Akasema kuna mwanaume alimuapproach, alimuita kwa hoteli fulani tu hizi kubwa Nairobi. Na juu ni representable, juu anamuona kwa runinga na huyu akamuita ni tajiri. Huyu dada alipokuwa anatoa ushuhuda akasema alipoitwa na huyu mwanaume, ule mwanaume alibook appointment na huyu. Huyu msichana unaweza ukimwangalia hivi unaweza ona asifu muelewi, juu sometimes ana behave in a manner ukijaribu kumwangalia vizuri humuelewi. Huwa ninakaa sometimes kwa runinga ninamwangalia wakati ana present. Najaribu kupelekana na yeye in the spirit. Ninaona ako sawa. Ako sawa. Lakini wewe ukimwangalia at a point of interest ukiwa hauelewi vizuri, unafikiri ni izeko. Ukimwangalia hivi akiongea na akibehave unafikiri ni izeko. Lakini ukimwangalia vizuri in the spirit ako sawa. Ako sawa. Anakujaga tu kwa station fulani ya Noro tu hapa. Sasa akaobwa, akaulizwa na mwanaume fulani, nipe tukutane. Mnaitaga appointment. Alikubali kwenda kwa ile hoteli na ule jamaa akakuja. Akamwambia mimi ni so, waliongea ni hawa watu wakubwa wako na mali. Maana ni hawa akina watu wanaenda na V8, mtu ambaye ako na ploti zaidi ya 10, 20 sehemu tofauti. So huyo mtu kwenda Amerika na kurudi ni kama vile mimi naweza sema naenda ushago. Na saa zingine ninakaa bila kwenda. Akampatia, akamuongelesha wakaongea. Na huyu msichana juu unamwangalia hivi unaona kama hayuko sawa, lakini anakuanga sawa kabisa. Lakini ukimwangalia hivi wakati anaongea ama ufikirie mkikutana na yeye ni hivyo, sio hivyo. Ukimwangalia unaona asifu ni iseko. Sasa walipoongea huyo mzee alituma dereva akakuja na briefcase ikiwa imejaa pesa. Akamwambia ukikubali my request nitakupea hii yote. Na huyo wakati huyu msichana hakuwa ameendelea kama vile sasa hako. Aliangalia between money and salvation. Akamwambia huyu mzee hapana. Akakataa. Briefcase ikiwa imejaa pesa. Do you know? Wapewa gift watoka ushago. Waje Nairobi. Wewe ni kijana, wewe ni msichana. Wakutana na huyu. Akuwekea pesa kwa briefcase. Alafu anakupeleka hoteli nyingine. Unajua kuna mahali mimi sijawahi ingia 680 naonanga nikipita. Akina hili tu naonanga nikipita. Hizi hoteli za juju mimi sijawahi ingia. Maybe
twende kwa hoteli fulani, unaona cafe kama hapo Thika Road mahali tunaendaga kanisa, kuna moja iko hapo, lakini ukiwa pale unasikia kukiwa cool. Sijui ni Mungu. Unajua ile miaka niko naye sifai kuongea vile nasema. Lakini sijui kwa nini Mwenyezi Mungu anatusuianga sisi tumeokoka mambo mengine ya haraka haraka. Sasa unaangalia mtu tushaiitwa na hubiri ama watu ambao tunaamini sana, niko na dina. Na hii dina ili ukuje unafaa utoe 10,000 ama 5,000. Sikosi, siwezi kosa. Lakini nikiingia upande mwingine wa Kristo ninamuuliza, hii dina ambayo nimeitiwa iko mahali hoteli kama Grand Regency ama hoteli kama kuna hoteli mingi hapa Nairobi. Sasa mhubiri anatuitia dina na ile pesa ambayo anataka maybe ni 10,000 ili uingie kwa ile dina, niko naye. Lakini ninasikia kabla niende ninatiwa uoga fulani na Mungu. Sasa huwa naangalia Kristo ni nini? Sielewi. Najua huo uoga anautumia kunisaidia. Sasa umetoka ushago uko na gift. Na wewe ni kama huyu msichana ambaye alikuwa anatokewa na shetani akiwa na briefcase mbili. Unawekelewa kwa mesa. Hiyo kitu hujaiona kwenu. Kwenu ni wale watu nyumba ni ya nyasi. Kama ni ya mabati ni ile tu ya kawaida. Nyumba ni ya matope kwenu. Alafu umekuja Nairobi, umepata mtu anakupeleka 6 unapata mtu anakupeleka akina Serena, unapata mtu anakupeleka Naivasha. Kuna hoteli zingine ziko hapa Naivasha, South Lake hapo. Sijui ni South Lake, sijui. Sasa ukipelekwa tu siku 3 unaona heaven. Sasa katikati ya Mungu na shetani, shetani anakuja na briefcase mbili. Mtu anakuwekea briefcase kwa mesa. Alafu mnaenda mahali soda moja inatoka shilingi 1,000 kama moja. Soda chupa moja. Sasa wewe ukiangalia mahali umetoka na mahali umewekwa saa hii, una give in. Do you know? Unajua shetani hatakagi wale watu ambao hawana vipawa. Wao huyu naye unaona unafuatwa hivi. Uko na kitu ndani yako na ujue ni shetani huwa anatumana. Sasa unapewa briefcase na unapewa mwili. Wasichana ndio hao. Vijana na unapata umetoka ushago umekuja Nairobi na mlikuwa na bwana, saa hii umeanza kwenda kidogo juu ile kipawa inaonekana. Uwe Kayole matopeni, uwe Kayole uwe Kariobagi kale dudu. Una hiyo kipawa wewe inaonekana na shetani. Na utatokea hivi, in fact kidogo tu mahali utaenda kuona kamwangaza kidogo. Shetani ndiye huyo analeta mwanaume ambaye anakubeba na V8. Guy, ukiwa kadunyiri kale kamekaa pale kwa kona, unasikia ukiwa comfortable. Huyu jamaa hata hakwambia anataka nini. Mkiashana na yeye anakupea 10,000. Unatumia mama yako 5,000. Oi, tena wajia. Vijana, unakaa mtu anakuwekea pesa kwa wallet anakujazia. Hey. Wakati unatoka kwa hiyo gari ya huyo mama, huyo mama anakujazia pesa kwa wallet, unaenda tu. Saa zingine anakuambia enda driving school, unajua kuendesha gari. Ukitaka kwenda mahali anakupea V8 unaenda naye. Unamwasha tu Nairobi. Kai. Sijui niseme nini. Ulikuwa mzuri kishwa na akili. Naye ukakuja ukafika pale format. Ukawa mjinga kama mimi. Sikuwa najua maana ni hiyo neno juicy. Masomo ni kidogo tu. Sasa format nilikuwa nafikiri ni kutengeneza. Sasa wewe umekutana na jamaa ambaye anakuwekea pesa kwa wallet, mwanamama ambaye anakuwekea pesa kwa wallet. Na wewe unapewa 20,000 unatoka tu na huyu mwanaume hata hana na haja na wewe. Alafu ile akili ilikuwa imewekwa vizuri, imeandaliwa na Mwenyezi Mungu kwa akili zako. Unapewa briefcase ya pesa. Akili zako zinakuwa format. Inaitwa format. Zinarabiwa. Ni kuvuta hivi kama vile unafanya na rapa. Shetani anaweka zake. Hiyo gift. Na ujue Mwenyezi Mungu ni mzuri. Sasa wakati umepita hiyo njia, Mwenyezi Mungu anasema at the end nitakutumia, lakini wewe tembea. Hao ndio watu tunaelezewa na maandiko. Waashirieni shetani kwanza waharibiwe, mpaka akifika watakuja wakiwa wameshoka. Kama nini? Sijui ni kama nini. Shetani
doesn't target wale ambao hawako na gift down. Hatarget hao. Anatakaga na wale tu wako na gift ndani yao. Sasa ukiona mtu ambaye alikuwa amesimama vizuri, ni gospel singer, ni pastor, ni nani, ghafla ameangushwa. Kuna pastor tulikuwa naye hapa Kayole, alikuwa na umaskini, lakini sio vile umaskini, ni vile hakuwa anataka kufanya kazi. Sasa alikuwa kazi yake anapenda kukaa maisha mazuri, lakini hataki kufanya kazi. Anzia chini. Akapatana na mama moja hapa wako na plot kubwa. Sasa huyu mama akawa anamuelezea, nataka unikuje uniangalilie kitanda yangu sijui ni nini, unipigie sijui. Rafiki pastor akazidi tu kwenda. Dakika ya mwisho katika hali ya kuangalia kitanda, bedroom yangu sijui bulb imeharibika, kuja uniangalilie. Katika hali ya kuangalia bulb na kuangalia sijui kitanda ile nati yake pale kwa kichwa imefunguka, unapewa namba 14 sijui 15 umkasie. Mambo namna hiyo. Huyu jamaa juu ya kuzoea hiyo maisha alikuja akaoa, na baada ya kukaa muda tu na bibi akamtumba, maana alizoea ile maisha ya kujaziwa pesa kwa wallet. Siku hizi unasikia ako huku, kanisa ndani, kanisa juu. Sasa ukisikia gospel ya shetani unaenda jia hiyo, mtakuwa mnaiba hiyo gospel, na wewe unakuwa kitu tu hovyo. Sasa zile unaonekana pale ukiwa mrembo tu, ati wewe unakatika unafikiri ati mnaenda mugithi mkiwa mnaonekana ati kunaitwa kujeni muibe. Unaonekana kuna mwingine amekaa pale chini. Tuniokee tu kimadharau. Na kiona akilika hata si mtamu. No, ninaongea hivyo na mtoto. Mnisamehe na watoto. Ukiona hivyo akilika unafikiri kuna kitu hapo. Sasa saa hiyo ndio wewe unalinga hapa. Naye shetani amekutoa maguo. Unajua hata yule mtu ambaye mtoto wa miaka 10 ambaye hajajiharibu huwa anaona vile watu wakubwa anakaa. So huyu mtoto wako wa miaka 10, wewe ukiwa mama kama haukai vizuri, usifikirie watoto hawaonagi. Yaani kuna ile akili za mwanadamu ikiwa haijakuwa formatted, hiyo kuformat akili za mwanadamu zikiwa hazijaharibiwa na shetani zinakuaga sawa. Sasa utaangalia mtoto wa miaka 10 unaona kama hakuoni, wakati nyinyi mnarukaruka mkifanya mnayafanya. Unaona, na ninawasihi tu wadada wetu, wakati mnaenda mbele ya watu, vaa nguo ambayo angalau imefika kiasi chini ya magoti. Let me show this. Nitakulinganishia na nani kwa maandiko. Now, here, Kristo amenipa hii. Mtu anaitwa Isaia. Kuna wakati alikuwa anaenda kwa barabara, vijana wakatokea kama 70. Wakati sijui ni Isaia ama ni anaitwa not anaitwa kuna Isaia. Shetani hutafahamu ati my kuna huyu nabii ambaye alitokewa na vijana 70. Elijah. Vijana 70. Wakamwagabia galia mzee mwenye upara. Message si jina. Juzi naikiana hapa. Shetani hapa anajaribu nisimalize levi. Naye Kristo anasema, sasa message ilikuwa hapa. Mzee upara. Akawaangalia. Akasema, in the name of Jehovah God. Elijah. Nabii Elijah. Akawaambia in the name of Jehovah God. Kristo hakuwa amejulikana wakati huo. Juu Kristo amekuja hapa nyuma. In the name of Jehovah God that I serve. Nyinyi. Kulitokea kitu inaitwa bear ya kike. Iliua 70 of them. Kwaja nikuonyeshe vile, na ni vile hamjui nyinyi wa mama, na tunawapenda. Za zile unafaa nguo ambayo inaonyeshana sehemu mingi zako za mwili. Sasa unafaa nguo ikiwa juu ya makoti hii juu. Sasa wakati tumekaa huko nyuma, kuna akina Elijah wa kutoka kwa Mungu wamenyamaza kule. Sasa wakati umetokea ukiwa umevaa vibaya, anasikiaga juu yako na Mungu ndani yake, anaumia, anauliza Mungu, why do they dress like this? That is enough to curse you. Mimi ni mhubiri, lakini kwa sababu Mwenyezi Mungu amenikataza kukaza, nikiona ninaenda hiyo njia nione kwa nini wamefaa hivi, nina
Mwenyezi Mungu ananiendanga mbele ananiambia hapana, wacha kumaliza hiyo sentence, mbariki. Lakini kuna Elijah wa kutoka kwa shetani. Hawa akina Elijah wa kutoka kwa shetani wanakujaga tu kwa mikutano yetu na wanakaa. Sasa huyu mtu ni mtu ambaye ako na nguvu za shetani na anazitumia sawa sawa. Wewe unatokea alafu umevaa maguo mengine. Wajeni kutuonyesha sehemu zingine za mili ficheni. Unajua hata wengi wenu niseme tu na kimadharau, hamuna makoti ambayo yanaonekana mazuri. Kuna watu wanatuonyesha magoti hivi unaona yanafaa kuangaliwa. Wengi wenu hamuna hayo mazuri ya kuangaliwa. Ndoasha tu niwaambie tu kiutani. Sasa wewe unavaa kaguo kamefika juu ya makoti yako. Waenda ukituonyesha nyama za nyuma na kukikine kumejaa mchipa huku, kwingine kumejaa nyama haziko form, zingine ziko juu ziko ndani. Sasa ule Elijah wa kutoka kwa shetani akiwa amekaa katika hii mkutano, ilikuwa mebini ya harusi ama mlikuwa mnaenda kuvisit mother ama nini. Kuna watu wanakuja na wengine ni wa kwenu na ni wale unajua wakifanya nyonde hivi na kidole ikiwa juu inaanguka. Sasa wewe unakuja tu umevaa vibaya, nguo imekushika, unakaa kama American Bull. Huyu Elijah wa kutoka kwa shetani anakukastu laana zingine mwazitoa kwa barabara. Vaeni mavazi mizuri. It won't cost you anything to be smart. You are okay. Nguo ni ya bei kali lakini haikutoi vizuri. Msinisikie juu ninasemaga tu. Ni kama mnaona ninawaigiria wa mama. Lakini jua hii, Mungu ni yule jana, leo na kesho. Tutakufa. Huyo mtu unaona ni mzee hata anashindwa na kutembea. Unamwangalia tu hivi unamuona kama ni mjinga. Ukijua ile anajua, hujui. Vaa mavazi ambayo itasababisha Elijah wa kutoka kwa shetani maana wako usiende mbele yake akulaani. Laana zingine twazitoa kwa barabara. Na juu baba yako na mama yako hawakuambii, ngoja nikuambie na tukuambie. Laana zingine twazitoa kwa barabara. Vaa mavazi ambayo ni mavazi hata Mwenyezi Mungu akituma malaika mbele yako. Kwa nini Mwenyezi Mungu akasema akatumana kwa Joshua? Alipotumana Mungu akaangalia yale mavazi yamevaliwa na Joshua kuanzia juu akasema iko na uchafu mwingi, haikai mzuri. Hebu mtoeni mumvalishe ingine kwanza kabla sijanena na yeye. Mvalishe mtoeni hiyo nguo ya white, hiyo nguo yako na iko na uchafu, mumvalishe ingine safi kabla niongee na yeye. Sasa wewe mavazi ambayo unavaa, Mungu akituma ama Kristo akutokee, ataita malaika awaambie hebu leteni nguo kwanza mwambie atoe hii yako naye avae mwingine tuweze kuelewana. Mavazi yako ya represent what? Uni ujumbe. Sitaka kuingilia ujumbe ambao unahusu wa mama. Maana ndio wanabebaga begu. Kizazi chatoka kule. Na mwapendwa sana na Mungu usipokuwa ni vile. Relationship between a woman and God inakuaga karibu sana kushida ile inakuaga na mwanaume. Adam and Eve ndiye alidanganywa na shetani na akakubalia kuleta Adamu. Mwenyezi Mungu hakuaddress, aliuliza Adam kwani uko wapi? Akasema nilipewa. Si nilikwambia usifuate. Shetani haubagi ruhusa akikuja kuongea na mama. Na hivyo unaona shetani haubagi ruhusa akikuja kuongea na wewe. Naye ukitaka kwenda mbele ya Mwenyezi Mungu, mnakuwa haraka sana kusikika. Maana mioyo yenu si migumu. Please, na wasihi. Vaeni mavazi mazuri. Na ninakuambia hivyo, inajua the moment uko na mtoto wa miaka 10, ukiwa hauvai vizuri, anaona lakini anaogopa kukuelezea. Anyway, that is not the topic. Nilikuwa hapa kwa mtu ametoka ushago amewekewa briefcase, alafu ameigizwa hoteli, vitambaa mesa, kabla hujakunywa. Kuna kajuisi inaletwa sijui kasupu. Kuna tu hiyo tu vitambaa ujiwekelee usijimwagie. Hiyo maisha hiyo unawekewa tu kwa mesa, alafu unapewa briefcase. Wewe sema no.
Satan does not target those people who doesn't have a gift from God. Ana target wale wako na gift. So wakati unaona watu wote wanataka kukuja upande wako, sasa wakati mnaimba kule mkiwa wengi, unaona kuna wanaume anataka akuje tu karibu na wewe akupige selfie. Hiyo shunga tu. Anyway, na wanenea haya maana Mwenyezi Mungu ameniwezesha. Niko na pointi najaribu kuangalia hapa na usiwe na haraka na mimi. Najua tuko wakati wa siasa, lakini nisingie hiyo siasa. Pasha nilete hii juu nasikia ndiyo linakuja kwa akili zangu. Tunaendanga, maybe tumeenda harusi, ama tumeenda mazishi, siku hizi kuna hiyo issue. Ama tunaenda kanisani tunafurahi. Wakati tunaongozwa sifa, katika hiyo sifa kuna kuaga na umaridadi ama urembo ama utukufu. Tunasifu. Tunaenda harusi, tunaanza, mmoja anaelezewa amka uongoze wimbo ama no gospel singer fulani yako, na maybe ni yule tunampenda nyimbo zake. Mkielezewa tunaanza. Inakuwa so sweet wakati tunaimba. Mpaka ukienda nyumbani ukijua vile mmeshinda the whole day, unasikia raha moyoni. Na ni ya mwanadamu kumsifu Mungu. Maybe umeelezewa kigosho ndio hiyo. Mnasifu mpaka asubuhi, unasikia ukiwa na raha. Lakini haujaokoka. Lakini haujajuana na Kristo. Jina lako haliko katika kitabu cha uzima. Unasifu, unasikia mzuri. Asubuhi ukiamka unasikia mzuri. Ni ngai. Hebu niwaulize. Juu tukienda kule alafu inaelezewa harusi, bibi harusi na bwana harusi wanatuongoza katika ile kusifu, ama ile wimbo tu itakuja watu wanafurahia. Na mpaka ukienda nyumbani unasikiaga ukiwa umefurahi. Hiyo ni ya dunia. Hebu just think about. Biblia inatuelezea kuna wimbo itaongozwa mbinguni. Sherehe ama itakuwa kumsifu Mwenyezi Mungu mbinguni. Musa na akina Elijah ndio atakuwa ameongoza hii sifa. Na Kristo ataongoza hii sifa. Akina Musa na akina Elijah, akina wote wakiwa nyuma yake. Na sisi ambao tumeokoka kizazi chetu tukiwa katika hii kusifu ya mbinguni. Mahali hakuna kifo, mahali hakuna shetani, mahali hakuna kushoka, mahali hakuna kukasirika, mahali hakuna kusikia mood baya, mahali hakuna stress, mahali hakuna korosho, mahali hakuna bibi yangu gosh, hakutakuwa na hii mambo yote. Ati bwana wangu alimenifanyia, bibi yangu amenifanyia. Ukiona akisifu upande ule unaangalia unasema tu hitie ya noira ina mweno hore. Mahali hakuna hiyo mbinguni. Kristo akiwa katikati yetu wakati akina Musa na Elijah tukisifu huu wimbo mpya mbinguni. Malaika wakiwa kule na instrumenti za aina fulani, aina yote kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Instrument ambazo zimeumbwa na Mwenyezi Mungu anaelezewa. Wewe ndio unachukua hii. Ni wakati wa keyboard ya mbinguni. Ni wakati wa piano ya mbinguni. Just imagine hiyo sifa na utukufu. Tukimsifu Mwenyezi Mungu. Kristo akiwa katikati yetu, akina Musa na akina Elijah. Au vilos wote wa kiroho ambao wakiwa waliondoka. Akina T.A. Osborne na akina nani, ule wimbo tukiusifu. Akina Mariamu ambao walimzaa Yesu. Akina John, akina Apostle, akina Peter, akina James, wimbo huu hutamani wewe. Mahali hakuna kifo, hakuna kushindwa, hakuna kuguni, hakuna mede, hakuna uchafu, hakuna hakuna akina chakula mnakula ati akina umewekewa roiko sijui umewekewa spice, umeamuka unasikia tumbo yako
Haya. Kule hautamani. Hii. Na unajua sasa Biblia inasema katika ule mji wa Yerusalemu kuna mtu ambao umepitia katikati, na ndio ulikuwa Shabani la Eden. Majani yake atakuwa, nafikiri kukura maybe, majani yake atakuwa ya kuhilu mataifa. Maji ya mto ule sio kama ile tunaletewa hapa na Kajuu ambayo sijui ni nini wa. Brethren, kwani utamani kule yenyewe? Na ujue between you and God there is Satan here. Na huyu ndiye yako hapa anafanya campaign. One act of kukula pesa na briefcase. Sex. Maisha mazuri. Unapelekwa hapa, unapelekwa Dubai. Kama wewe kwenu ni ushago, kama kwetu magumu, umekuja Nairobi, unakutana na mama ambaye ako na V8, anakuwekea, anakupeleka outing, anakuwekea nyumba, anakulipia kila kitu, anakuwekea, bora tu unalala na yeye. Yani huto maisha tutamu ni tunatoka kwa shetani. Haufikiri ukifaulu tunaenda wapi biguni kumsifu Mungu? How do you see? Na ujue shetani hataki mchezo. Tutamsifu biguni. Niseme hii na niseme hii. Kati ya gift ama fivefold ministry, prophet ndiye huwa anainuliwa sana kuliko wengine. Excuse me. Prophet ndiye anakuwa ameinuliwa na Mwenyezi Mungu kushinda wengine. Kama mahali unahuduma, ama wewe ni mhuduma, ama wewe ni pastor na hukubali prophet kwa madhabahu yako, na wewe sio prophet, hauendi. Nasikia hii, ili uongoze vizuri mpaka mfalme ambaye atashauriwa asikie sauti. Unajua mfalme anaweza kosa kusikia sauti ya Mungu, lakini kuwe na mnabii kama Samuel na Saul. Kuwe na nabii. Saul alikuwa anaona shida, anakimbia kwa Samuel. Kuwe na nabii ambaye anakuongoza. Institution yote duniani ambayo haina prophet ni doomed. Hata kama nyinyi mnafanya kazi kwa ministry gani, kunafaa kuwa na kiongozi ambaye anasikia kutoka kwa Mungu. Na unjiulize naje, Joseph alikuwa gerezani. Na ujue ile sababu ilikuwa imesababisha afungwe gerezani ni mchezo tu na mama fulani. Akajua haka kamudu lazima niende na haka. Na akasema hapana, siesi hiyo. Aliasha nguo yake akatoroka gerezani ka. Sasa angalia Mwenyezi Mungu ambaye ninakuongea habari yake. Joseph alikuwa prophet ama alikuwa a believer in God? Joseph alikuwa mtu mwaminifu. Alipofungwa kukaa lazima mambo yawe. Alitolewa gerezani na akapewa mamlaka akiwa ya 3 kwa serikali ya hii dunia. Kwa kila institution lazima kuwe na prophet. Lazima. Kanisa ikikosa prophet ni doomed. Nikwambie ukweli. Huyo mama tulikuwa tunaongea na yeye jana, aliniambia katika kanisa lao mhubiri wao anasemaga mtakujaga mkiwa hapa na Roho Mtakatifu mkiwaka moto nazima. Huyo ondoka. Hauka katika sehemu nzuri. Mtu ambaye mtakuja hapa mkiwa mnaongea in tongues hapa mnatusubua. Yaani mpaka ukiongea in tongues ukitembea katikati ya mhubiri kanisani ukiongea in tongues, mhubiri anakuja polepole anakumark, next Sunday anakupiga. Uondoke kabisa. Hiyo si kanisa. Institution yote duniani ambayo haina prophet ni doomed. Anything that you do and hujai consult Mwenyezi Mungu na unaona kama ni sawa, ni si sawa. Any institution ambayo haina prophecy kutoka kwa Mwenyezi Mungu, in case you are moving, tuko na gari. Na ndio hapa unaona mama samani na wazee walikuwa wameokoka. Ati watoto wangu wanataka kurudi Nairobi. Huyo mama anasimama, "Gai netwa gushokeria gatho. Ni undu wa gari ici ciobetwo na moko ma mundu ni anarudisha shukrani akielezea Mwenyezi Mungu. Hii magari imeubwa na mkono wa Mungu. Baba na kuomba upelekane na wao katika jina la Yesu." Sasa utapata mwingine akwambie, "Hii na niliona hii na hii." Prophet anahitajika. Kitu ambacho unaifanya siku ya leo, ulikonsult Mwenyezi Mungu akunenee kwanza kabla hujaendelea. Hata harusi, doa, unafaa ulize Mungu, "Ninataka bibi. Nitaoa nani?" Hata kama hata kuongelesha, mwambie akupee mwongozo. Na unaona maono ukiwekwa ring. Unaona maono ukiwekwa ring. Hello.
Unaona maono ukiwekwa ring ya engagement and finally unaona harusi. Bila prophecy in whatever you do, hiyo kitu haiendi. Prophet ni wa muhimu. Hautamani kuipa wimbo mpya mbinguni. Hautamani Kristo akiwa nasi. Taingia huko. Shetani niweze katika jina la Yesu. Anyway, point of interest. 75% ya wanaume ambao wanasimama na platform hii ya Evangelist Martin, Mwenyezi Mungu amegrant nyinyi kibali. Mkae vizuri. Ataandika majina yenu kwenye kitabu cha uzima. Na kuna wengine wameandikwa ni vile wamefinyiliwa. Wako chini wanaenda hivi. Unajua ukipatana na mtu anakaa hivi wakati anatembea, unajiuliza huyu alifanya nini spinal cord? Mwenyezi Mungu akitaka kutengeneza hiyo spinal cord usimame vizuri. Ni hivyo. Sasa kuna wengine ambao majina yao yameandikwa kwenye kitabu cha uzima na wanaenda wakiwa hivi. Sasa hawajasimama vizuri. Kaa vizuri, Mungu akutengeneze spinal cord usimame vizuri. Unajua Kristo alinielezea, nikaona nimeingia kwa shamba fulani lilikuwa na maua ya mnarebesha. Nikawa ninachukua peto, ninaweka kwa mdomo nikikula. Peto ninachukua nikiweka. Nikauliza, sikuelewa maana yake. Alafu sasa nikafungulia hii tunaita nat geo ya wanyama. Kuna wanyama wakati hiyo maua imetokea, wanapenda kukula hiyo. Inakuwa tamu. Unaona haikuli kitu kingine. Inapenda kukula hiyo, inaenjoy na inakula the best. Unakula mpaka na mbegu. Hiyo peto unaikula. Nikauliza Kristo maana yake ni nini? Wakati wako ndio huu. Wakati wako wewe umefika kiwango hiyo ya kukula zile peto. Figuria nato jionea wanyama wakikula forest. Ama huku tu anakuwa. Wakati kumetokea ile nyasi ambayo kuna maua mengine, kuna tumimea ingine inatokaga inatoa peto ambayo inaonekana ni ya kurebesha. Wanyama wakati hizo peto zimetokea hawakulagi kitu kingine. Wanapenda kukula hizo peto na sinajua utamu wake. Niliona sasa nikikula peto nakula. Nikauliza Kristo, maana hii ni nini? Ndio wakati wako. Maana season ndio hiyo ya mimea kumea. Kula peto. Hudumu. Na ukikataa Mwenyezi Mungu hana hasara. Alafu leo Kristo akaniambia, alinionyesha hii maono hapa asubuhi. Akanionyesha kuna watu wawili waliletwa mbele yangu, mama na mwanaume. Sasa hawa watu ndani yao kuna wimbo ambayo inaiba. Lakini wao wanakataa kufungua mdomo wao utoke. Sasa Kristo akawa ananionyesha ndani kuna wimbo ambao umekuja, lakini ukifika hapa kwa mdomo wanakataa kufungua mdomo huo wimbo utoke. Sasa na unaona wamecheza, wanafurahia. Sasa walikuwa ni mama na mwanaume, walikuwa wawili mbele yangu. Sasa wanaiba, wanafurahia ndani moyoni, lakini mdomo anakataa kufungua utoe. Unajua, nikataka kujua maana hii. Kristo nikamuuliza, maana ni hivyo anafanya ni nini? No, ameweka gift ndani zenu na zimeorifika wakati wa kufanya kazi. Na hizo gift ndani yao zinasifu Mungu, lakini wao wanakataa kufungua mdomo waongee. Mhubiri kitu amepewa tu ni mdomo. Hakuna kitu kingine. Aongee ile mambo ambayo yanatoka kwa Mwenyezi Mungu. Mungu aliumba dunia na kusema na iwe hivyo tu, iwe miti, iwe wanyama, iwe aliongea, mwanadamu akamjenga. Naye akampea kibali ya kuongea. Ile kitu Mwenyezi Mungu anataka kutoka kwako ni sifa tu. Only umsifu. Sasa kama saa hii mimi nafanya ile kazi Mungu amenipea. Wewe na wewe umepewa na Mungu, uifanye. Maana ukikataa kuifanya inaleta shida ndani yako. Kila saa unasikia
Ukikataa kufanya vile Mungu anataka na amekupea, unajua inaanza kukuchoma ndani. Ndio huridhiki na bibi, huridhiki na bwana, unazaa watoto, huna furaha, ukiletewa keki ni happy birthday, huna raha ile kitu liko, huna. Sasa wao watu nilikuwa ninaona mama wanacheza wanafurahia, lakini wamefunga mdomo. Nikauliza kwa nini ninasikia melody? Melody iko ndani yao, iko mpaka nyuma yao. Naona kuna wengine unajua ukipewa kipawa na Mungu anasimama na wewe. Sasa ninaona mpaka nyuma kuna music inatoka huku kutoka kwa Mungu inakuja kwako. Sasa anahitaji uwe kama kale kabarubu ya mwagasa, kabarubu ile utoe mwagasa ni mdomo tu. Wengine mtakuwa na haki. Unajua kuna wengine atapea mtu abarikiwe. Na hiyo ni kazi ya Mwenyezi Mungu. Lakini zote tunahimizwa tuwe na ushuhuda. Ninamjua Kristo. Waenda kwa pate, wajifanya tu umeokoka. Ingia kwa pate, ukiingia tu kwa mlango, unaona mahali ninaenda ni kwa bar. Na unajua umeokoka. Ngoja niingie tu, nitaenda kusema, alafu inaletwa mpaka kwa mesa. Nyama hii na hii, inaletwa pombe hii na hii. Hii na hii. Na ulikuwa umepagiwa. Alafu saa zile imefika tu climax umekunywa, ndio unasema, unajuaga nimeokoka. Wanakuambia ungelisemea tu kwa mlango hungeingia hapa. Even mnaitaga bridal what? Not bridal, kuna hii kitu mnaita shower sijui kabla ya kwenda harusi. Unasikia kuna hiyo usiku ili mfanye harusi kesho, kuna hiyo usiku vijana na wamama na wasichana wanaenda kuiba pamoja. Usharati tupu tu. Unasikia mtu anafanya harusi kesho na ati anataka inaitwaje? Ati kwa sababu kesho tulikuwa shuleni. Hiyo Mungu sawa. Tulikuwa shuleni primary. Sasa wakati unakosana na mtu fulani kwa shule. Sasa primary ndio ilikuwa na hii tabia. Wewe nimekuwekea wakati wa muhigo ni ukanyona tukihiga. Hiyo nimekuwekea ni ya muhigo nitafunga na wewe. Sasa ilikuwa kuna ile vijana walikuwa wabaya shuleni. Sasa mkikosana na yeye katikati tu ya tamu, anakuambia hiyo nimekuwekea, hiyo ndio ya muhigo. Wakati wa kufunga shule. Sasa ndio atatafuta yule alielezea, si niliwekea vita ya kufunga shule. Anapitia njia kwenu. Anakulimba. Usikubali uwekee ya muhigo hiyo. Hiko ya kuhiga, hiyo ni ya muhigo. Ilikuwa tunasema namna hiyo tukiwa kwa shule. Sasa wakati mmefunga tu saa 7 mmetoka shuleni mnaenda nyumbani. Huyu kijana anakutafuta anakuambia, si nilikuwekea nikakwambia ni ya muhigo, ni ya kuhinga. Unalimwa. Usikubali kuwekewa ya muhingo ama usichokoze. Sasa ukijua mahali unaenda unaona hii muhingo hii msichana anataka kwenda kufanya harusi kesho na anakuwa na hiyo pato wanakuaga naye kabla ya harusi kesho, ni ya kufanya usharati na yule wote ambaye ulikuwa unatamani haukuwahi enda naye. Anaweza enda na wanaume mpaka 10 hiyo usiku akijua anafanya harusi kesho, na most of the time haitagwa wote wakiwa pamoja, ati kijana na msichana. Chafu tupu tu. Yaani unajua kwa sababu unajua unaenda kufanya harusi kesho na uwe unatamani huyu mwanaume, mnaitana hiyo sijui inaitagwa nini, sijui mnaitaga nini. Hiyo mnaendaga kufanya ni kama pate ili harusi ifanyike kesho. Unapata huyo mtu mnakunywa pombe na yeye na mnaenda. Unasikia usharati mwingi unafanywa hiyo siku. Na yule anafanya harusi ndiye anafanya hii kitu. Maana ni kama kufanya sasa kama ya mwisho. Lekejeke kama mwisho. Wacha nifanye ya mwisho halafu nikijua kesho. Sasa unafanya na taka na halafu kesho unakuja tu kwa kanisa unajifanya hapa ukiwa umevaa nguo ya white shidwe. Ama mnafikiri juu sisi ni wazee hatujuagi ile kitu mnaenda kufanya hiyo siku? Mnafikiri hatujui? Sisi mnafanya tabia zingine za kiushetani. Wengine wanafikaga kiwango wanajifugia kwa nyumba moja, wanatoa maguo zote. Ile gono ya ushidwe na ushetani inajaa kule. Semeni hapo chini, ushaifanya harusi na useme najua unaogopa bwana wako asikujue. Ule amekufiwa na bwana na anajua walifanya hiyo kitu na bwana wako amekufa kabla ya harusi, one night hapo mnaendaka mnajifugia kwa nyumba moja, mnasema nipate na juu nyote mnajuana, mnatoaga mpaka maguo, mnakaa uchi, mnaanza kuiba dance huko, mnakuwa kama wanyama. Hata nungu na nini hasikuwagi na hiyo tabia, mnafanya tabia nyingine. Hata shetani mwenyewe hawezi fanya, maana shetani anatuambia tumtakana ni Mungu, naye hawezi. Wewe ambaye unajua
bwanako amekufa, ama wewe unajua bwanako amekufa na uko single, na unajua kabla ya kufanya harusi hiyo kitu ilitokea, si utokee tu useme ni ukweli, utuelezea hapo chini. Maana ni kitu tu, yani unakaa tu ukiwa ati tunaenda harusi ya mtu fulani kesho, alafu mimi naanza kumuombea usiku, nauliza Mungu, naombea huyu jamaa, huyu ni my sister, huyu ni my brother, huyu ni my cousin, huyu ni my relative, anafanya harusi kidogo, anafanya harusi kesho. Mungu nakuomba umbariki. Mungu tu anakaa tu anakufunulia huo usiku kabla harusi haijafika asubuhi. Paka badala umuombe unalia. Sasa nikienda harusi the following day, ninakaa tu hapo ninaangalia ile. Nikiona ile ulifanya hii nilikuona. Tuambieni mnafanyanga nini? Hiyo kitu kama wewe unajua unataka kama wewe unataka harusi yako inaibarikiwe na unajua haujajiharibu. Hata kama umejiharibu, umeokoka, umekaa vizuri, usitengeneze hiyo pate ya one night before the day of wedding. Hiyo mambo anafanya kule. Na maana wengine hamjui. Wakorino ni hii ni kitu iko. Wakati msichana wa Mkorino anaenda kushukuriwa kwa akina mama, juu anashukuriwa kwa na wale wanaume ambao ni Wakorino, wanaendaga na ile kitu inaitwa bini. Bini ni ile unafungua alafu unaifinya inafunga kiasi. Sasa vijana na wasichana wakijua unafanya harusi kesho, Wakorino mseme ninasema uongo, wakijua unafanya harusi kesho, si msichana anashukuriwa kwa na wao vijana, na wanakujaga na fujo. Hiyo tabia muache, ni kama waizi, wanaruka mpaka kwa mafenzi wakiingia kule. Sijui civilization imeleta na akina hii kwa akina wale Wakorino tuko naye, wanarukia mpaka kwa mafenzi, wanaingia kwa ile nyumba ya akina msichana, ni kama kumshukua kwa nguvu. Sasa saa zile ameinuliwa juu akiibiwa na wengine, wako na shidano, wanadunga tu. Yani huyo msichana ukiona analia, unafikiri analia juu siku yake ya harusi imefika. Kushukuriwa, ameshukuriwa kutoka nyumbani, anainuliwa na wale sichana, na wanakuja na ile bini, wanadunga huku wewe. Sasa mnaona msichana akilia, mnafikiri ni nini? Na nyinyi hamsemagi. Si kama haya ni Mkorino na ulifanywa hivyo, si uandike hapo chini. Kwani mnafikiri hatujui? Takataka ingine, mambo ingine ni mbaya. Kwani why don't you respect yourself? Umelala na wanaume wote, umelala na wanawake, na Mungu akawa tu anafunga macho haoni. Umeolewa, umeoa, umekuwa pastor, na hakuna mwanamke hujailala naye. Alafu uruvasade ni umekuwa pastor, unatamani huyu mwanaume, unatamani huyu mwanamke, mnaenda na yeye kwa room, unameza Viagra, unaenda na yeye kama mara 5. Hichi kind of idiot person are you? Na hakuna kitu baya kama kitu ambayo inafanywa na mtu wako kwa madhabahu. Maana ninajua mnatupenda sisi wanaume tukiwa wahubiri. Na sisi wahubiri, tuache kujitoa kwa maguo. Niliintroduce mhubiri fulani kwa grupu fulani ya wamama tulikuwa tunaomba na hao. Mhubiri huyu nikajua hako na kipawa, naona vizuri kunishinda, nikamuintroduce kule. Ni miaka kadhaa hapa nyuma. Sasa huyu mhubiri alikuwa anaenda kwa nyumba ya yule wale wa mama, na ni ile nyumba iko na perimeter oro. Anaenda anasimamisha gari yake kwa geti ya huyu mtu, kwa mama anamwambia nimekuja maombi saa 7, na mama hako peke yake kwa nyumba. Wewe ni mhubiri umesimamisha gari, na ati wewe ni mhubiri unataka kuingia huko uende ukaombe. Unaenda maombi gani wewe? Hata kama hakuna kitu mnafanya baya, do you see as if it's okay? Maana watu wengi wananiambia, wewe ndiye yule mhubiri huwa anapiga wengine. Sasa si kutaka kuwapiga. Unajua nimepewa gift nyingine na Mwenyezi Mungu, na siwezi. Ngoja niwaelezee leo. Juzi kupenda kwangu. Wakati niliitwa, Kristo aliniambia mtoto wako akikuja kufika miaka 6 nitakutumia, na nimekupea gift. Na yule malaika nimekupea atafanya kazi na wewe, anaitwa Gutarura. Nikauliza Mungu, Gutarura, malaika anaitwa Gutarura ni nani? Sasa alinielezea na Kikuu, nimekupea malaika ambaye anaitwa Gutarura. Unajua huyu malaika anaitwa Kurarua. Na Mwenyezi Mungu, Kristo alipokuwa ananiongelesha akinipea hii gift, akaniwezesha tu niangalie nimuone malaika, si kumuona. Akaniambia wakati nitaanza kukutumia, gakuhe malaika wetagwo Gutarura.
wengi malaika wako, lakini huyu sikuwa nimemsikia. Akaniambia na utarura akikuja, nikurarua akikuja. Huyo ndio utafanya kazi naye. Na nitakulinda wewe wakati huo. Unajua mambo mengine ninayaongea mpaka ninauliza Mungu, kwa nini unaniruhusu nifanye hii? Unajua sometimes ninaongea mambo, alafu nikikaa na hiyo video kwa hii kamera, alafu ni ya kwanza niangalie vile nimesema. Sometimes huwa ninapenda maybe sinirudi, Mwenyezi Mungu unisaidie nirudi kwa computer niweke hii CD hii memory card nitoe hapa na hapa. Ananiambia nilikuambia unatumikia. Ni malaika gani nilikupea? In fact haikuagi mapenzi yangu. Wakati unasikia ninasimama ninaonyesha wahubiri kidole. In fact huyo malaika anasimamaga hapa nyuma yangu na ni mkubwa. Unasemaga bonsa. Ananiambia nataka urarue hii na urarue hii na urarue hii. Sasa ninamuuliza, nikirarua hii na nirarue huyu na nirarue hii, huyu ni my brother, huyu ni my sister, huyu ni my pastor, huyu ni my... Sasa kwa nini unataka sasa niingie hii laini? Ananiambia nilikuambiaje nilipo kwa... Si uliniambia unataka kunitumikia, Si tukawa na maelewano na Yaani Mwenyezi Mungu Kristo hatumii nguvu, Mungu hatumii nguvu. Si tulielewana na wewe. Nikakwambia mpaka saa hii ninaongea hivi. Ninaona jicho la Kristo akiwa ameniangalia. Unaona asifu ni fan ninaongea hapa. Wakati aliniambia nitakupea malaika ambaye anaitwa kurarua. For sure. Sige kataa juu sijui. Na mpaka saa hii siwezi rudi nyuma. Juu kurudi nyuma ni kusema sitafanya vile ananiambia. Nitafanyaje? Unajua huyu malaika haniruhusu mpaka kupea nani respect ya akiwa amefanya kitu baya. Unajua respect inaiweka namna hii, si ati ninakudharau. Mwenyezi Mungu ameona umefika mwisho na anataka anitumie nikuseme. Hata ukiwa ni bibi ama ukuwe ni my brother ama my mother, my father. Ananiambia si nimekuambia useme huyu. Ongea mambo ya huyu. Sometimes namwambia Kristo, I don't want this. Sasa ananionyesha sasa yeye na biguni na Mungu na mimi na hawa ambao naona wako mbele yako unaogopa. Unaonaje? Unataka usiseme ama unataka useme? Sasa ninakumbuka aliniambia utakuwa unaenda kutoka nje ninakugonga kiboko. Ni malaika ndio huyo anakurudisha. Sasa akiniambia sema hii, sema na nitakulinda. Pengine ni mazito, my brother, my sister. Kuna mtu Mungu ataniambia enda uambie huyu mtu ABCD, anabaki akiwa amefungua mdomo hajui anielezee nini. Si kupenda kwangu, honestly. Kristo akisema twende njia hii, mimi inabidi niende. Sometimes ananiambia na hapa ndio utoke kwa nyumba uende usimame mahali fulani tu. Uombe tu maombi ya chini, alafu utoke urudi kwako. Nitabariki hapo. Maana kuna kitu ambayo shetani anafanya pale sitaki. Kutana na huyu. Muongee na yeye nimbariki. So simple and casually like that. Mtu ananipigia simu ninaona asifu, niulize anapiga simu. Omba na yeye. Ananiambia hivyo umesema, hivyo umeongea hivyo umeomba nimefikisha, nimetimiza, asema Kristo. 75% ya wanaume ambao mnasimama na mimi kwa platform hii niliomba kibali Mwenyezi Mungu awezeshe kuokoka. Akaniambia request granted. Now request yangu kwa Mungu ilikuwa uweze kuokoka, ukae ukiwa umeokoka, jina lako likae kwenye kitabu cha uzima. Kristo akaniambia request granted. Now request granted to you. God bless you. God bless you. Sasa ukiona nimekuja laini yako na uone kama si kupenda kwangu haki. Ati kusimama hivi, unaona kama ni kitu mzuri wakati mabishop wanakutana hivi.
Alafu Mwenyezi Mungu ananiambia waulize ni nani aliongea katikati yao. Haikuwagi mapenzi yangu. Wengine ni senior kunishinda. Wengine ni senior kunishinda. Wako bali sana juu. Mafuta ingine hata siwezi karibia. Ninaonanga mahali wahubiri wanakaa wakiwa wamepakwa mafuta. Mpaka hata wewe unasikia uoga. Juu ninaona the utukufu ulioko kule. Unasikia uoga kukaribia. Unasikia uoga, hutaki kukaribia, maana unaona mafuta. Na huyo mtu debi, kuna kitu amefanya Mwenyezi Mungu anataka nimuelezee. Umefanya hii, wachana naye. Na yule unaenda kuelezea, anakuangalia hata point anakuuliza, si unakaa nyumba ya kukodisha wewe Kayole? Unakuja kuniletea prophecy gani? Unajua mimi ni nani? Kai. Namwambia nisikize tu na unidharau, lakini nisikize tu. Huyu mtu unampea prophecy moja na anajua ni ya ukweli. Na hata ukimpata na ametimiza hivyo ameelezewa na Mwenyezi Mungu, hawezi nikaribisha karibu mahali yako. Ndio nilikwambia, sijui ni kama akili yako haijawahi fika huko. Na kuna mahali huwa ninaangalia hivi, nilisema tukienda wedding, unapata mesa imejaa watu, nikiwaangalia ninaona I don't fit pale. Ndio sometimes nitaenda wedding alafu ninakaa tu bali nitatafuta mesa ingine tukiwa na bibi, maybe na wale watu tunajuana, ninakaa mahali tu juu. Sijui. Ninatamani kama miaka inaweza kibia nifanya hii kazi mpaka mahali Mungu anataka niimalize nikiwa utakatifu. Mimi ningependa ikibie nifanye ishe niende mbinguni. No, sometimes kuna kitu Mwenyezi Mungu ataniambia, elezea huyu hii na hii. In fact nikiangalia ninaona sifai hata kidogo. Sasa wahubiri mkiniona, haikuangi mapenzi yangu. Hata mimi napenda sana. Mimi ni yule mtu ambaye anapenda kukaa maisha tu ya kunyamaza. Juu mpaka kanisani ili bishop akuje kujua nina kipawa, ilinichukua muda mrefu sana. Tulikuwa tunakutana na bishop kwa corridor hivi za kanisani. Anataka kusimama anisalimie, naye mimi nasikia staki. Mpaka kuna wakati alikuwa ananiangalia na macho vizuri nimsalimie. Ninaona siwezi. Na for sure hiyo kitu ninaongea, ukiuliza bishop wangu atakuelezea. Ilishukua muda mrefu sana kabla tujashikana na yeye. Maana siongei. Mkiona nikiongea mambo mengine, sio kiberebere. Munisamehe tu. Maana si kupenda kwangu. Kuna malaika hapa. Unajua sasa Kristo, wakati Kristo anateremka, wakati mahali unafanyia kazi akiwa mkubwa. Unajua Kristo huwa ana visit. Anakuja akiwa mkubwa na hii the glory. Anakuja tu hapo juu yako. Hapo tu juu yangu na hiyo kiti ako tu hapa juu. Anakuja na hiyo kiti. Sasa akiwa amekalia katika ile kiti na mavazi na utukufu umejaa pale, uko hapa chini. Hii ni ofisi. Na nikiingia hapa nasikiaga mambo tofauti. I know God. Na saa zingine utaruhusiwa tu upumzike. Sasa wakati huo ameteremka na anataka uongee hii na hii, anakuja tu kiti yake juu, hapo juu, alafu ameikalia tu, anaangalia ile kasi sini yake yote, anaangalia dunia. Anakuwezesha tu kuona ukiwa hapo chini ya kiti. Na huyu malaika anasimama nyuma yangu. Sasa ninaangalia juu, naona Kristo mahali amekaa. Nikiangalia nyuma yangu naona yule malaika hako. Ananiambia sema hii na hii. Hakuna vile naweza jizuia. Hata saa zingine najaribu kufunga mdomo, inabaki kuongea. Wahubiri hawa tu ndio wananikwasa, maana ninaona sifai kuambia ABCD. Mkisikia nikiongea, mnisamehe. Na wengi wenu mnajua ile kitu ninasema. Ni vile tu mliasi mkakataa, ndio mko na wivu. Mkiniona mnisamehe tu. Mambo mengine sometimes ninawaigiria.
Lakini Kristo ananifungua macho. Sasa huyu malaika anasema sema hii na hii na hii na hii. Najaribu kusema oi, tuweke mtu mwingine. Niseme hapana. Na wakati niliponywa AIDS niliulizwa utanipea nini? Nikamwambia nitamtumikia maisha yangu yote. Basi salvation granted, lakini problem utaipata. Lakini kasi umeniambia utafanya ndio hii. Akanionyesha assignment na akasign, akaniambia huyu ndio mtafanya kazi naye. Malaika hajui kurudi nyuma. Akiniambia enda useme huu mji utaisha, tosha. Akisema mji huu utabarikiwa, tosha. Akisema nitararua hii, tosha. Akisema nitamaliza hii, sema. Na usiopese. Unafikiri ni ile kazi utapenda? Ati wakati umelala hivi kwa kitanda unajua umepewa message alafu amke asubuhi uweke kamera ndio hiyo wakeshe mwangaza useme. Nyinyi wengi ambao mmepewa. Na ndio unaona hao wao mwanaume na mwanamke niliona wanacheza tu na hawaongei. Ni kuogopa. Ukianza kuondoka, omba muwe na agreement na Mwenyezi Mungu. Aweke signature katika hiyo agreement. Atakufuatilia ukae mpaka umalize. Agreement kwanza request iwekelewe kwa meza. Kristo nakuja. Na achana na yote. Nimekubali uwe mwokozi wa maisha yangu. Na kabla Kristo hujaotoka, niwezeshe tu niambie. Tuwe na agreement na wewe. Nitaingia mbinguni. Yes. Na kupatia sign agreement ni yako na yeye. Mwenyezi Mungu hataivuta. Lakini ile kitu inakuanga ni uchungu. Ni uchungu. Maana saa zingine shetani ataomba ruhusa apitie kwako. Anapitia na kiugonjwa ingine. God bless you. Evangelist Martin Ndungu. 0721 735 498 0774 297 055. God bless you. God bless you. God bless you. Nyinyi ambao unajua kuna wale hajai kosa kunipigia simu wakati nilikuwa mgonjwa. Ananipigia tu tunaongea na pole sana. Lakini kuna wengine waliniondokea. Na mbarikiwe na Mungu tu jumla. Mbarikiwe tu na Mungu. Kuna wengine waliniondokea hakika kabisa. Mimi sina shida na nyinyi, maana sijui na wasamehe, maana kuna wengine waliongea na wasamehe. Wahubiri ambao mnaona kama mimi naongea vibaya, nisameheni tu. Lakini mkikaa laini, hata nyinyi mtakuwa kama mimi tu. Juu mtaelezea watu washane na dhambi. Ni vile tu pesa imeingia, unakaa luxurious life na unapenda hiyo injili tu, unahubiri tu, watu wanacheka tu. Watu wanacheka tu. Huku itio hiyo ya kuchekeza watu. Kila mmoja anataka apewe gift akienda mazishi, akienda mahali anaongea gospel ya kuhubiri. Ambao watu wote wanacheka wanaenda nyumbani wakiwa wamefurahi. Sio hiyo. Ambia watu waokoke. Waachane na dhambi, wakudharau, na wakisikia ni wewe unapewa pulpiti unanyimwa, maana unaongeaga. Watu waache kwa dhambi, waache dhambi. Na unajua ukinyimwa hiyo platform, Mwenyezi Mungu ako na njia mingi za kukutumia. Mimi kulingana na mahali nimetoka na vile nilikuwa nadharauliwa na baba yangu, singejua ninaweza kuwa na platform ati mtu ako Amerika ananipigia simu. Singefikiria ati nitakuwa na platform kama hiyo. Nasikia mtu ananiambia niko Portugal, niko Australia, niko South Africa, niko America, niko South Africa, niko United Kingdom, niko Asia, niko. Sikuwa nafikiri mambo kama hiyo inaweza fika kwa maisha yangu. Nino kuna mwingine ananipigia simu, anaongea Kiingereza ingine. Paka akianza kuongea ninasikia sisikii kitu, ninaambia Kristo, hii nifungue masikio nielewe, nisikie vizuri. Wengine wananiongelesha wakitumia terms za majina ya Kiingereza mazito, sielewi maana yake. Sasa nauliza Mungu, anamaanisha nini? Juu Kiingereza ingine anaongea sisikii. Sasa unajua ile kitu inakuwaga mzuri. Sasa wakati mtu ananipigia simu anaongea Kiingereza sisikii. Kuna anaongea Kiingereza ingine anafungia.
Sasa huwa nauliza Mungu, maana sisikii anasema, ataweka jina moja ya Kiingereza ambayo inasimamia kitu fulani, na mimi sielewi maana yake. Sasa hapa ndio unaona Roho Mtakatifu anaingilia. Wakati huyo mtu ananipigia simu ananiongelesha Kiingereza na anataka nimsaidie, ninasikia kweli ameweka wadi nyingine hapo, sijui meaning yake. Kama nilikuwa na format simu. Sasa uzuri wa Roho Mtakatifu ni huu. Wakati huyu mtu amekupigia simu anaanza kuongea, naye Roho Mtakatifu wakati anakuuliza swali unajibu kulingana na vile Roho Mtakatifu anakuelezea. Na simple English I have. Baada ya siku kadhaa unasikia huyo mtu anasema I have seen God. Hiyo ya ku I have seen God hiyo hainisumbui. Anyway, nampenda Yesu. Who is your prophet? There is no way utaishi hapa duniani unasema wewe ni mtumishi na usimame peke yako. Ni ngumu kuweza. Mimi sikuambii spiritual, ati tunaitaga spiritual father. No. Who is your spiritual prophet? Tusiwaite father. Maana hili jina father linashanganya kidogo. Who is your prophet? Who is your Moses? Put it like that. Who is your spiritual prophet? We put it like that. It will sound good before God. But spiritual father, sometimes inaleta leakage somewhere. Spiritual prophet. Who is your Moses? Maana Moses ndiye mwongozi aliongoza wa Israeli. Who is your Moses? Ni vigumu. Unafungua ministry alafu unataka kusimama ukiwa peke yako. Wale werefu wanakuwa. Kama unajua yeye ni bishop na uko Kenya na unataka kuwa ada someone, tafuta. Kuna ubiri akina TD Jakes, akina nani, akina Benihin. Na unajua kujiconnect na mtu inatoka na most of the time kujiconnect na mtu ili mafuta itoke kwa kisho iteremke, inahitaji saa hapa ndio pesa huwa inaingilia. Unataka kujiconnect na a certain prophet. Hapa ndio mafuta huwa inaingilia. Na sasa mafuta ikiwa inaingilia hapo ndio mafuta ili igie ujiconnect na mhubiri fulani na unajua ni international. Kama kuna mhubiri moja anaitwa Alfrukao, ako South Africa. Maybe you are in Kenya, ako South Africa. Unaangalia ile mambo yanatenda. Acha hiyo mnasikia ati watu walisema anaenda kumfurahi. If you don't have hausikii hiyo sauti ya Mwenyezi Mungu ndani yako na wewe ni mhubiri, wedi lazima uwe unasikia kutoka kwa Mungu kiasi tu ili uende na utaongoza. Sasa saa zingine tunawekelea wahubiri tunapaka matope. Lakini just imagine, ni watu wangapi wanaenda biguni kwa sababu ya huyo mhubiri unaona kama anakai vizuri kulingana na wewe. Hujailete hata mtu mmoja kwa ufalme wa biguni. In fact washa kulete hata kuongea huwezi ongea. Uelezee mtu mwingine aokoke. Na wewe ndio wa kwanza unakuaga wa kwanza kuona mhubiri anafanya hapa vibaya. Na kuongea peke yake kuconfess kusema Yesu ni mwokozi kwa watu wengine. Hujai ni kwa mitandao tu. Ninawaonya. Kama unajua you don't have, unajua kuna gift nyingine kama hii sasa mimi natumia. Mimi hainisumbui. Maana mahali ninataka ulinzi. Sikia. Nikienda mahali nisikie nimeenda kazi na ninajua hakuna vile ninaweza fanya nirudi nyumbani. Kristo huyu ananiwekea ngali mafuta na ninarudi. Kama pesa imekosa. Mahali anataka niende, ananishukua kama Philip na ananiweka pale. Ananiambia fanya ABCD, alafu ananirudisha kwangu kama Philip. Kwa maandiko. Ethiopia ni eunuch. Alipombatiza alienda wapi? Nashukuru anapelekwa fanya hivi, rudi kwa nyumba. So simple. Who is your spiritual prophet? Kama huna, omba Mungu akupe. Na sio lazima hayo yule atakupendeza. Na jumebi yako ije ya Kenya, unaweza elezewa na Mwenyezi Mungu, jiconnect na mtu kama TD Jakes. Utatafuta namba zake za zile anapeana za pesa. Anza kuweka pesa pale. Hiyo ndio connection ambayo ni ya muhimu. Hakuna vile unaweza connect na yeye, hakuna njia nyingine. Wakati Mungu aliita Samuel akamwambia nitapea Israeli
mfalme alikuwa ni Saul. Connection between Saul na Samuel, ili connection ya Mwenyezi Mungu ifike, walienda Saul wakampata Samuel na wakamuongelesha. Walikuwa wameuliza msichana fulani hapo, je, huyu si ndio huyu? Walienda naye wakafanya sacrifice, na kulikuwa na party siku hiyo. Mfalme Samuel ameingia kule juu, alikuwa mji mwingine. Sasa wakaingia katika ile party baada ya kufanya sacrifice ile Samuel alikuwa ameelezewa wafanye. Sasa walipoketi kwa mesa, akaweka Saul karibu na yeye. Alafu akaelezea wale watu ambao walikuwa katika ile party ambao walikuwa wanatengeneza chakula, enedeni mlete ile mguu ambao nilikuwa nimemuelezea mweke kando, special for you, enedeni mlete. Ikawekwa mbele ya Saul, na Samuel akasimama akamwambia, karibu, hiyo ndio kitu nilikuwa nimekuwekea special. Ilikuwa ni mguu, alikuwa amesema itengenezwe special. Ndio kaniketuita gishiri. Akamwekea, ilikuwa ya ng'ombe, mafikiri hivyo, I'm not wrong. Ya ng'ombe, gishiri kigima, kia ng'ombe. Hiyo ndio Mwenyezi Mungu aliniambia nikuwekee. Samuel akasimama akamwambia, welcome, kula. Who is your spiritual prophet? Wachaneni na hili jina la kusema spiritual father. Hali sound mbele ya Mungu sawa. Spiritual prophet. Na Musa juu alitoa wana Israeli katika nini, ndiye anakuwa spiritual. Ndio nasikia mtu anakiulizwa, who is your Moses? Kama wewe unajua hauna, na wewe ni mhubiri na wale wako Kenya unaona hawakufai, tafuta mmoja kutoka nje, jiconnect na yeye kutumia pesa. Hata wewe mshirika unaweza sikia mtu fulani ni mhubiri mzuri na anakuaga mahali fulani na huwezi fika na unasikiaga akikubariki. Tafuta hiyo namba yake inawekwa hapo, tuma mbegu na unaandika message afutae. Kama ataiona akose kukujibu, Mungu anaona. Who is your Moses? Tusijedanganya hapa, unafungua ministry, mwingine anafungua huko, mwingine anafungua huko, mwingine anafungua huko. Sasa unauliza mtu, who is your bishop? Anakuambia, no, mimi nakuaga peke yangu tu, nimesimama, maana nilijaribu kutafuta nikaona hakuna. Hauko laini. Na unipende, uombe Mungu akupatie Moses. Who is your prophet? Elijah na Elisha, nani alikuwa mkubwa kushida mwingine? Elijah. Kukakuja Elisha. Na kwa wakati moja katika maandiko, nyumba ya walikuwa wanafunzi wa kiunabii wa hao maprofeti. Nyumba yao ikawa imezeeka, wanataka group ya maprofeti, yani wale wa upcoming. Walikuwa huyo prophet. Nyumba yao ilipokuwa imeanguka, akasema tungependa kwenda msituni tutafute miti tukuje tujenge tena. Prophet alikuwa ndiye huyo, na hao walikuwa chini yake. Na walikuwa wana profesa wanafanya kazi zote. Lakini adanani Elijah. Who is your Moses? Who is your spiritual prophet? Na ndio unaona hii ministry uko naye inakusubua haiendi, maana uko peke yako. Mimi sihitaji kumwambia bishop wangu ni nani, mnajua, juu ninasemanga kila saa ovyo. Anyway, uko na ministry, you are studying alone. Hata iende aje, haiendi. Tafuta kiongozi. Tafuta Moses, tafuta Elijah as a prophet. Who is your prophet? Who is your spiritual Moses? Ndio unaona, huwezi simama peke yako ufaulu. Unahitaji fruit. Na Mwenyezi Mungu Kristo akaenda kubatizwa na John the Baptist, akamwambia sifai kuentai kaba yako moja tu ya kiatu ya kala. Alielezewa na Kristo, ngoja tufanye hivi tuonyeshe watu kutii mamlaka. Alisema hivyo kwa nini? Kristo na yeye ndiye mwenye yote. Na John the Baptist akakubali, lakini alikuwa anamwangalia utali kufushia. Yesu mruhaka huyu ndiye nyonaga. Huyu ndiye ninamuona, huyu mwana wa Mungu huyu. Huyu ndiye mwenye huyu ndiye anaelezewa atengenezewe ndiye. Yaani John akiangalia Yesu hivi akiteremuka ili akuje na akaona the glory, akajua ndiye huyu. Nafikiri dafusha giogo.
Paka Yesu akakuja karibu na yeye. John akamwangalia. Nafikiri hata labda hamkumuuliza ni nini unataka. Maana alikuwa anaona utukufu. Yesu akamwambia nataka unibatize. John akamwambia sifai kuguza mpaka kaba ya kiatu yako. Naye Kristo akamuelezea, washa tufanye hivi tuonyeshe watu kutii mamlaka. Wewe ibogo ya duiki. God bless you. Hata wewe kama uko gaf, mahali hakuna kanisa. Hata wewe kama uko wapi hakuna makanisa. Tafuta a prophet in platform. Tafuta a prophet in the platform. A Moses in the platform. Jiconnect na yeye. Na hapa hakuna njia ingine, lazima utumie pesa zako. Na utabarikiwa. Nataka wale ambao wamekuwa akipanda katika platform nilionayo hii, waanze kutoa ushuhuda huko chini. Nilisimama, nilifanya na hii, nikatumia huyu mhubiri ABCD. Anzeni kuandika testimony kule chini. Kwa nini? Hebu niwaambie hivi, na sijui ni mtanisikia ama mtasikiaje. Mtu mmoja anatokea na ka video tu akiwa mrefi, ama unapata warefi wawili wanapigana vita ya dakika kama 5, alafu mtu mmoja anachukua video anaeka, alafu anairusha in YouTube. Within one day inaangaliwa na watu milioni 1. Mnatafuta nini? Na mna comment zaidi ya watu milioni 1. Mna comment kwa hiyo video. Wanaume wawili wakipigana, ama unapata hutu tu video. Ninaangaliaga, tuna macomedian hapa Kenya. Huyu comedian ni mmoja ama wawili watatu wanapendwa na watu. Maybe kama Kikuyu. Akiweka tuka video wakiwa ana within 2 days kako na 80,000 viewers. Comment zinaenda mpaka 1,000. Kama umetendewa kitu na Mwenyezi Mungu through this platform, nyinyi ndio wale nilikuwa ninaona mnaiba hamtoi sauti. Ndio nyinyi. Andika hapo chini na uandike sentence kubwa. Sasa kwa wakati ulikuwa unaandika barua, unaandikia boyfriend, unaandikia girlfriend, watu walika yetu juu najua mko. Si ulikuwa unaandika barua na unaiweka kwa bahasha. Kuna kitu tunaita, ilikuwa inaitwa sijui Telegram, sijui what zilikuwa zinatumika, barua unaishora, unaandika mambo mazuri alafu unatuma. Kwa nini ulikuwa unapata wakati wa kuketi unaandika? Siku hizi mnaandika na kompyuta. Wewe kama umebarikiwa na umeona kitu kupitia hii platform, andika kwa, toa huo ushuhuda na andika paragraph mzima. Kwa nini unashoka kuandika wakati unasema glorifying God what he has done to you? Nyinyi ndio nilikuwa ninaona tumsifu Bwana. Hallelujah. Hamtoi. You know, oh, the blood of Jesus. You are one. Umetendewa. Na sio kwa platform hii tu. Kwa ingine na ingine na ingine. Hapa ulitendewa. Take time. Washa kuview tu. Take time. Andika ile kitu umefanywa. Ili na mwingine ambaye hana imani ya kutosha, agarau ainuke akisikia vile umetendewa. Na yeye awe na imani. Ajue hii. Hata kama sio lazima niende kwa mhubiri, hata mimi nitatendewa. Wengine wako na shida kama hiyo. Sasa oh, the blood of Jesus. Ulifunga mdomo ya nini? Ni nini Mungu anawanenea? Nilienda kwa Maximum Miracle Center nikiwa na 30 bob. 10 nililipa kutoka huduma kwenda huko town. 20 nikalipa kurudi nyumbani. Nilirudi nyumbani na nilikuwa na bibi, sikuwa na kitu tunaweza kula. Ndio tunaenda kukopa kwa hiyo duka. Na Kristo akaniambia nitakubariki ukiingia kule. Ndio unasikiaga mimi sisiagi aibu kusema my bishop is Pius Muiro. Museme, mpende, mkatae, mwende chini, mwende juu. I don't care. Because that is my Moses. Hii ingine mnasema ni yenu. Mkinipea pesa ikifika shilingi 1,000, ninamtumianga 100. Don't joke. Who is your Moses?
Andikeni hapa chini yale mambo mmetendewa nyinyi. Ninajua wengi wananipigia. Wananipigia WhatsApp. Pastor, umeomba na mimi. Nimefanywa ABCD. Sio mimi mnapea ushuhuda. Ndio sio mimi. Mpei mimi. Mnapea wengine wasikie. Mimi niko sawa. Maana saa zile ninaomba na wewe, ninajua inatendeka. Nina mshirika, ninajua anaishi hapa Nairobi. Bwanake ni devil worshiper number 1. Saa zile bwanake anataka kufanya hizi kazi zake. Kuna kanyumba katika nyumba yao huwa anaenda anafungulia. Kuna nyoka wa cobra wanatokanga wawili. Huyu mama akiwa kwa kitanda na ako hapa Kenya Nairobi. Huyu mama akiwa kwa kitanda anasikia zile nyoka zimefunguliwa na hakuna kitu anaweza fanya. Zinakuja mpaka kwa kitanda. Anaziambia in the name of Jesus, hatuna uhusiano, tokeni mwende. Na zinaenda zinasikia. Sasa akiona jambo ambalo limemlemea, huwa ananipigia simu ananiambia, pastor, nimepewa gari na bwanangu ambaye imetolewa sehemu ya breki ili niteremke naye iende iniue. Ghafla hata kabla sijaenda bali inaharibika tu hata kabla sijatoka kwa gate. Unamwona Mungu nini? Mimi nataka unipigie simu unipe ushuhuda kitu ambao umefanywa na Mwenyezi Mungu. Lakini sana sio kwangu. Unatakiwa uandike hapo chini hiyo kitu umetendewa na Mwenyezi Mungu. Ama uweke video. Nyinyi wengine mmebarikiwa sana na Mwenyezi Mungu. Kuna mtu niliona ameweka video yake kwa channel yangu na ikawa imevuguka na akaangalia. Na nikasikia furaha. Anaitwa Mkurino wa UTC. Aliweka hiyo video yake moja kwa video kwa platform yangu. Na nilipoifungua nikasikia vile ameongea. Nikafurahi. Ukiweka ya phonography huwa ninatoa. Na nyinyi ambao mmeendelea huko na kompyuta, unajua vile unaweza rekodi hii video yote, alafu uweke kwa platform yangu na mtu afungulie asikie. Fanyeni hivyo. Ushuhuda hamwafanywi na Mungu ati munipigie simu mniambie. Mimi sina shida. Mimi niko hapa nikapewa nikutuombe na wewe ubarikiwe na utendewe. Mungu anataka tumsifu sisi. Na hayo tumetendewa. Gaiwe watu rutire Israeli. Gaiwe watu tireke na ngofu akiendehe na Nairobi. Ndia mpaka babangu alikuja kukuja wakati anakuja kukufa. Tukakutana wakati mmoja OTC, akaniuliza, Adungu, umekaa zaidi ya miaka 10 Nairobi. Hauko kazi na haujawahi ajiriwa. Kwani wewe ni mwizi? Hajui siri. Nilikuwa ninafanya tu kazi dogo. Nimekutana na askari mwingine hapa wa kwetu Ushago. Tukakutana na yeye. Yeye alipostiwa hapa Central Police Station. Hakuweza kukaa miaka 5 juu ya maisha ya Nairobi. Tukakutana Ushago. Sasa tukiwa mahali tunaongea akaniambia, mundu wake ng'ori ona hinya. Miaka 20 Nairobi na tuli wira urutaga ngaigua ni uyu. Ati mtu hapo King'ori una nguvu. Miaka 20 Nairobi. Na mimi nilikuja hapo nikakaa miaka 5 na mimi ni ofisa wa polisi nikashindwa kukaa Central Police Station. Alikuwa amepostiwa hapo. Aliniambia alijaribu kukaa. Alikaa hakuweza kukaa zaidi ya alitoka akasema staki huku. Akaniambia mundu wake ng'ori, uko unaweza kukaaje miaka 20 na Nairobi? Tukikutana na yeye Nairobi, nilikuwa ninaona alikuwa akikutana na mimi town hapa juu tulikuwa tunakutana na yeye. Anaona mimi ni mwizi. Mpaka hii sifa huwa inaenda nyumbani juu watu wanashindwa. How do I survive here? Kama mimi si mwizi ni mimi nani? Brethren, mimi si mwizi. Ni Yesu huyu. Nikishika nguo ninaanza kuuza. Tunaenda. God bless you. God bless you. Jiconnect na Moses. Hata kama yeye ni mshirika wa klasi ya chini, tafuta mtu na usimwambie mambo mingi. In fact hatuhitaji mambo mingi, ati uniambie story mingi umefanywa na Mungu. Jiconnect na mafuta ambayo unayatabua. Na connection ya mtu ambaye ako Amerika ukiwa Kenya. Unaona mhubiri fulani anahubiri Amerika anakubariki. Chukua begu weka kwa hiyo namba anakuwekea kwa runinga. Hata kama unabarikiwa na Bishop Chris ako Nigeria, Alfuluka wako South Africa, jiconnect na yeye na hiyo begu unatuma. Utabarikiwa maana Mungu anaona. Anyway, God bless you. Unajua ninaenda kumaliza. Ninamaliza. Mungu awabariki. Ninyi ambao mmekuwa mkisimama na mimi, I salute you all in Jesus name. Mkono wa Bwana uwe pamoja nanyi. Na Mwenyezi Mungu amepea kibali
naomba wokovu wa kweli katika jina la Yesu. God bless you, God bless you, God bless you in Jesus name.